Bwana, mambo vipi? Huenda kile kitendawili ambacho watu wengi walikuwa wakijiuliza kimepatikana majibu hapo jana. Tayari kile ambacho watu walikuwa nahisi kitakuwa vipi kimekamilika. Pengine labda unajiuliza ni kitu gani hicho. Kwanza subscribe ili uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi ni Yusuf Katalambula, wengi wamenizoea kwa The Voice of Miracles. Hii imetoka kwa mtangazaji wa Azam Media, naye si mwingine ni Khalibu Mzinga. Ametupenyezea taarifa kumhusu Faisal Salum Feitoto. Nadhani mnaelewa ni namna gani hawa watu wa Azam Media walivyokuwa karibu na wachezaji wa klabu ya Azam FC. Hivi imefanya nami nije nikujuze wewe na nikuaminishe kile ambacho amekizungumza kina ukweli ndani yake. Yeye amesema hivi: inaelezwa uongozi wa klabu ya Young Africans tayari umeshamalizana na kiungo Faisal Salum Feitoto, na nyota huyo atarejea kwenye jezi ya kijani na njano kuanzia msimu ujao mwaka 2025-2026. Taarifa kutoka ndani ya Young Africans zinaeleza kwamba Faisal alikubali mapema kurejea Jangwani, lakini familia yake haikuwa tayari kuona kijana wao anarudi kwenye timu ambayo iliwadhihaki. Nadhani mnakumbuka meneja wa habari na mawasiliano Ali Kamwe na baadhi ya watu wengine walikuwa kidhihaki kula ugali na sukari na kutolea maneno ambayo mwenyewe Faisal Salum akasema kwamba ni bora angemwambia yeye kuliko kumwambia mama yake. Hivyo mama yake pamoja na familia yake kama walitoa laana hivi Faisal kama atarudi katika klabu ya Young Africans. Kwa hiyo Fei alikuwa tayari, ila familia yake ndo haikuwa tayari kumuona Faisal akirejea katika klabu ya Young Africans. Hivyo basi baada ya majadiliano ya muda mrefu kati ya makamu wa rais wa klabu hiyo na familia ya mchezaji, hatimaye walifikia makubaliano na sasa kijana ana baraka zote za familia kuelekea Jangwani. Kwa maana Arafat Haji, makamu wa rais wa klabu ya Young Africans, huyu pia tunajua upo kule KVZ kule Zanzibar kule, ni mtu wa huko. Kwa alikutana na familia ya Faisal Salum wakazungumza mengi, lakini pia akaombana msamaha kwa yale ambayo yametokea na kadhalika. Hivyo familia imeridhia na imeswamehe pale ambapo wao walikuwa wamekosea. Hivyo basi muda na wakati wowote mchezaji huyo tutamuona akivaa jezi ya kijani na njano kama ilivyokuwa misimu miwili iliyopita. Lakini pia Khalibu Mzinga anaendelea kutuambia kwamba nimeambiwa Faisal atatambulishwa Julai huko visiwani Zanzibar, wakati wakongwe wa soka waliowahi kutamba na timu ya taifa ya Brazil watakapotembelea visiwa hivyo na kucheza mchezo wa kirafiki na wakongwe wa huko Bongo. Unakumbuka kuna mechi walikuja Real Madrid wakacheza na combine ya team, kwa maana wale wachezaji ambao wamecheza Taifa Stars na Real Madrid wakapata ushindi. Lakini nakumbuka Brazil pia alishakuja kucheza mechi ya kirafiki, na ipo taarifa kwamba Brazil watakuja visiwani Zanzibar kuja kuangalia utalii, na hapo itapigwa mechi. Baada ya mechi hiyo atatambulishwa Faisal Salum Feitoto kuwa mchezaji mpya wa klabu ya Young Africans. Kitendawili kimejibiwa, maswali yamejibiwa. Wewe mwananchi, dondosha komenti yako hapo chini. Usajili huu umepokea kwa asilimia ngapi? Lakini wewe mshabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye uliamini Faisal atakuwa mchezaji mpya wa klabu hiyo ya Simba, pia umechukuliaje? Ingawa pia Simba bado wapo na Jean Charles Hawa, lakini kwa upande wa Young Africans ameondoka Stefan Ki Aziz. Huenda pia Faisal ameona huko kuna nafasi kubwa ya kucheza kwa sababu lipo gap la yeye kuweza kupata nafasi. Lakini pia kumbuka Faisal aliwahi kusema kwamba ndoto yake siku moja kuja kucheza na Clatous Chota Chama. Kwa hiyo mbali na familia pia kuna vitu ambavyo vimemshawishi Faisal kuikubali ofa ya Young Africans. Huku klabu ya Simba Faisal pia alitamani kucheza, lakini bado anaamini pengine labda competition inaweza ikawa kubwa mbele ya Jean Charles Hawa ambaye kwa hivi sasa tunazungumza ni kinara wa mabao ya NBC Premier League, na anatazamiwa huenda akaja kuwa MVP mpya wa NBC Premier League msimu wa mwaka 2024-2025. Kwa mengi zaidi subscribe of Pitch TV. Mimi naitwa Yusuf Katalambula ama The Voice of Miracles. Bye bye.